Hivi baba, unamwamini kweli yule mganga? Mimi sielewi naweza mtoto wangu hapa kijijini. Sawa, mimi mwenyewe naweza nikamwamini kwa sababu sister mwenyewe hata simwamini kabisa, simuelewi. Kwa sababu nakumbuka hata mara ya mwisho pale yeye ndo alikuja nyumbani akawa anaongea na shemeji yake na ifi yake. Sasa mpaka tukio hilo limetokea, mimi naamini kabisa 100% maneno ya mganga. Sawa. Mganga kashakwambia inabidi muamini kwa sababu yeye ndio mtaalamu wa hayo mambo. Hakuna mwingine zaidi ya yeye. Sawa, na mimi nitafanya kadri ya uwezo wangu ili nitimize hayo masharti ili niweze kufanikiwa kumpata mke wangu. Ila baba, mwanao, hizi anga ambazo umeingia ni tofauti kabisa. Na kwa hili tukio ambalo ulifanya, utakuja kuvunja undugu. Sitaki nilaumiwe kuhusu hili. Mimi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu nitimize masharti ya mganga. Ila dada, amenikosea sana. Sawa, wewe utatimiza masharti yako kwa mganga, lakini mtakapomaliza mimi inabidi na mimi nikae katikati kama baba ili niweze kutatua matatizo yenu. Sawa, acha tuende. Sawa, twende. Shikamoo. Mahaba vipi hali? Wema. Za siku. Safi. Jamani kijana wangu, zamani nilikuwa nakuona kanisani, unahudhuria kanisani, sasa hivi sikuoni. Umeenda kwenye makundi mabaya. Lakini ujue Mwenyezi Mungu anapenda umtumikie kijana kama wewe, unahitajika sana kumtumikia Mungu. Hamna mama, sijapotea. Ni mambo tu mengi hapa katikati alijazana mamangu, lakini bado tuko pamoja na nyie kabisa, tuko pamoja na nyie mamangu. Lakini tambua kijana, Mungu ndio kila kitu. Unaweza ukawa hata uwe na kazi, lakini mtangulize Mungu. Mungu ni namba moja. Mungu ndiye anayekupa pumzi. Mungu anayekufanya wewe uishi na upumue leo, una nguvu mpya. Una nguvu kubwa ya kumtumikia yeye. Leo hata ukisema kazi bila yeye huwezi kufanikiwa jambo lolote. Mama, mimi nadhani sijamwacha Mungu, ila tu ni mambo tu hapa katikati alivyokuwa anaingiliana na kutokana na mambo ya kazi na nini, maana nimetoka huku nimeingilia huku, nimetoka huku nimeingilia huku, lakini vyote hivyo sio kwamba nimemwacha Mungu, na ninajua kwamba Mungu anapenda tutumike tukiwa bado vijana, kwa sababu hata maandiko yanasema ametuandikia sisi vijana kwa sababu bado tuna nguvu za kumtumikia yeye. Kwa hiyo sidhani kama mama mimi nitakuwa tofauti sana na maneno ya Mungu alivyosema, kwa sababu Mungu mwenyewe pia anataka tumpe muda ili atubariki zaidi. Na mimi kusema hapa katikati nilikuwa mbalimbali kidogo mamangu, lakini vyote hivyo nashukuru pia hata kukutana na wewe kunisi tena nirudi kanisani, sababu nyewe watumishi wa Mungu nyewe mnaonaga mbali, mnaona mbali sana. Mnaona mbali, labda mkaona kijana wako amejikwaa hapa na pale, lakini nashukuru tu mimi kanisani mamangu, mimi nitakuja kanisani mamangu. Nitashukuru sana kijana nitakapokuona. Kwa kweli nitafarijika sana ndani ya moyo wangu. Haya, mimi nakutakia jioni njema. Kama utapata nafasi kuna semina jioni kama saa 2 hivi naanza. Na kuahidi nitakuja kabisa kanisani mama. Kijana, alikwambia Mwenyezi Mungu alisema usiache kitu chochote kiende bure. Mimi neno usiliache neno litapotea bure. Mimi ninachokusii endelea kumtanguliza Mungu kwanza kwa kila jambo utakalofanya. Mimi nakuombea kwa hilo na ulizingatie kijana. Nakupenda sana. Nashukuru. Nitakuja mama, haina shida. Haya poa. Takia jioni njema. Kaka huyo. Nani kaka yako? Nani kaka yako? Yaani wewe ni mnafiki mkubwa. Yaani wewe ni chui ambaye umejivika ngozi ya kondoo, si ndio? Umeanza kuchanganyikiwa, si ndio? Kwa leo mimi nimeanza kuchanganyikiwa, si ndio? Sasa nisikilize nikwambie kitu kimoja. Namtaka mke wangu. Yaani kivipi yani? Sikuelewi. Unamtaka mke wako yupo kwangu?
Kwa hiyo leo unajifanya ufahamu kwamba mke wangu yuko wapi. Ulipompeleka mke wangu ndo ninataka umtoe umlete mke wangu. Nimekwenda kwa mganga, amenithibitisha kwamba wewe umemchukua mke wangu, umemla nyama. Sasa namhitaji mke wangu, unipe mke wangu. Ujue nilivyokuwa naambiwa mdogo wangu unavuta bangi, nilikuwa siwaamini kabisa watu. Hivi unapateje ujasiri wa kusema mimi naweza nikamla nyama mkeo? Mkeo mimi nimle nyama kwa lipi? Mimi nina ugomvi na wewe? Nina ugomvi na mkeo? Nisikize nikwambie kitu kimoja dada, sawa? Mimi sivuti bangi wala sijachanganyikiwa akili. Niko timamu kabisa. Nimekwenda kwa mganga. Mganga ameniambia wewe ndio chanzo cha matatizo yote. Alafu unaamua kumchukua mke wangu na kumgeza. Kelele huko. Mtoto mdogo nimekulea mwenyewe, wewe uniambie mimi nimchukue mkeo, nimfanye nini mimi mkeo? Hebu niambie nimfanye nini mke wako? Ushaanza kudanganyika, si ndio? Mimi mke wako nimchukue nimfanye nini na kuuliza? Alafu hiyo tabia ukiendelea nayo, mimi na wewe tutakata undugu mimi na wewe. Nikwambie kabisa mapema. Nisikilize nikwambie kitu moja sister, sawa? Nadhani wewe tunapokuwa tu hivi unifahamu upande wangu wa pili ukoje. Sasa nakupa masaa 24 umlete mke wangu akiwa mzima, hana hata kipele. Ukipita hayo masaa 24 hujamleta mke wangu, nitakufanya kitu kibaya, itafanya dunia nzima ishangae tukio nitakalokufanyia wewe. Nadhani umenielewa. Ama kweli nimeamini ule msemo, ukimchekea nyani atakufuata mpaka msikitini. Mpuuzi mmoja, kitoto nimekilea mwenyewe kinaanza kunisumbua hapa mimi. Mimi nimle nyama mkeo kwa nyama gani alizokuwa nazo? Mkeo mwenyewe mkavu. Twashinda tu kukuambia kwa sababu mdogo wetu. Puuzi mmoja wewe. Ubaba mwenyewe nishaanza kuona mpaka uchungu. Sijui paka nayo ikata nini? Mbavu mmoja. Iende mbele injili ya iende mbele injili ya Yesu iende mbele. Ndiyo maana tunawaambia iende mbele, ndiyo maana tunawaambia iende mbele. Inakoa injili yaoko. Habari za saizi mwa mchungaji? Salama, vipi hali? Salama. Unaendeleaje? Nashukuru si jambo. Ila hatujambo kivile kwa sababu nyumbani kidogo kuna matatizo. Matatizo gani dada? Si unamfahamu yule kakaangu anajitaga Mjusi? Namjua dada, ina shida. Yule pale yule ana matatizo, mke wake amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Kwa hiyo ndio hivyo hapa tumemtafuta kila sehemu, yani tunamtafuta, tumehangaika mno. Hatujampata. Sawa. Je, dada mmejaribu kufanya maombi? Kwa hilo tulikuwa bado hatujalifanya, lakini kwa sababu nipo na wewe mtumishi, unaweza kanisaidia kwa hilo, hata kutuweka kwenye maombi kanisani. Tunaomba utusaidie kwa sababu kwa kipindi hiki tumevurugwa sana na kumtafuta uifi yangu. Mpaka sasa hivi hatuelewi yuko wapi, yupo kwenye mazingira gani, amekufa, mzima, hatuelewi. Yaani kiukweli tupo katika wakati mgumu sana. Nitawashirikisha waumini wenzangu, utafanya maombi. Na kingine nitaka kusahau, anaitwa nani? Anaitwa Maria. Maria. Ni binti fulani hivi mweusi kidogo. Ni mtaratibu sana. Kwa hiyo naomba tu nisaidie hata kutangaza hata huko kanisani endapo atamkuta popote. Ni jambo ambalo linaumiza sana familia dada. Kwa hiyo naomba sana. Naomba msaada wako, nategemea. Haina shida dada.
tutaendelea, kwa maana Mungu anakwambia niite nami nitaitika. Atatuonesha mambo makubwa tusiyajua, na imani atafanya njia tuweze kumuona dada huyo. Asante. Asante. Jehova muumbaji wangu, nikupe jina gani kwani Sio Danga huyu. Amefikaje hapa? Unakuja kumloga mume wake? Hawa na tatizo gani? Yesu, naomba ujiinue. Jiinue kumsaidia huyu binti.